Serikali yawataka waajiri katika sekta binafsi kuhakikisha wanatekeleza kima cha chini cha mshahara ifikapo Januari 2026. Na katika michezo, hamaki yaiponza timu ya mkoa wa Morogoro na kujikuta ikiaga mashindano ya mpira wa wavu inayoendelea jijini Dodoma baada ya kutoridhishwa na uamuzi. Habari za asubuhi watazamaji wetu, karibuni kwenye kipindi cha Asubuhi Njema ambapo tunakuwa na taarifa ya habari, na baada ya hapo tunapata fursa ya kuangalia vichwa vya habari vilivyopekwa kipaumbele katika magazeti yaliyotufikia hivi leo. Jina langu ni Dorcas Ramos na tunaanza taarifa yetu ya habari. Serikali imewataka waajiri katika sekta binafsi kuwa tayari na utekelezaji wa kima kipya cha chini cha mshahara ifikapo mwezi ujao, kwa kuwa nafasi ya maandalizi ilikwisha tolewa. Wito huo umetolewa hapa jijini Dodoma na Waziri wa Nchi Ofisi ya Waziri Mkuu, Kazi, Ajira na Mahusiano, Bwana Deus Sangu, wakati alipokuwa akizindua kamati ya majadiliano baina ya serikali, vyama vya wafanyakazi na vyama vya waajiri. Mwongozo wa kima cha chini cha mshahara katika sekta binafsi ambacho kitaanza kutumika mwezi Januari. Naomba pia waajiri niendelee kutoa rai. Tayari muda wa maandalizi umefikia ukomo na sasa tuko Disemba. Tutakapoanza Januari utakuwa ni utekelezaji. Niwaombe waajiri pia waendelee kujiandaa kwa mwezi Januari kucomply na makubaliano haya na mwongozo huu wa kima cha chini cha mshahara. Aidha, waziri huyo wa nchi akasisitiza majadiliano ndiyo njia sahihi ya utatuzi wa migogoro sehemu za kazi na sio udhaifu. Sababu wengine wanasema tunajadiliana ni udhaifu, ngoja tuende kwenye njia ile ya mgomo. Si udhaifu majadiliano, bali ni alama ya hekima, ukomavu na uzalendo. Taifa letu litafanikiwa zaidi pale ambapo serikali, waajiri na wafanyakazi watatembea pamoja kwa maono ya pamoja kwa ajili ya maendeleo ya taifa letu. Mapema, naibu katibu mkuu wa shirikisho la vyama vya wafanyakazi TUCTA Bi Rehema Ludanga na afisa mtendaji mkuu wa chama cha waajiri nchini ATE Bi Susan Doran wakaweka wazi kuunga mkono njia hiyo ya majadiliano katika utatuzi wa migogoro sehemu za kazi. Tunakwenda kutumia majadiliano, social dialogue, na hiyo ndio nyenzo ambayo itakwenda kutulinda sote na kuhakikisha tunakwenda sawa sawa. Si vema kusubiri kutoa maneno ama malalamiko nje, ama kusubiri mpaka wakati wa Mei Mosi ndio tuanze kutoa maneno. Mwongozo huu utatuletea manufaa, tutaweza kujadili changamoto na kuzitatua kwa wakati, kwa pamoja, ili kuhakikisha kwamba sekta ya ajira na kazi inaendelea kuwa na utulivu na changamoto hizi tuweze kuzitatua kwa pamoja kama ambavyo tumekuwa tunafanya wakati wote. Kutoka hapa Dodoma ni Kuringe Mongi. Waziri wa Uvuvi na Mifugo Tanzania Bara Dr. Bashiru Ali Kakurwa na Waziri wa Uchumi wa Buluu na Uvuvi Zanzibar Masudi Ali Mohamed wamesema uwepo wa ushirikiano kati ya wizara hizo za uvuvi, sekta ya uvuvi itatoa mchango mkubwa wa ukuaji wa uchumi wa nchi na ajira kwa vijana. Ni kikao cha pamoja kati ya watendaji wa Wizara ya Uchumi wa Buluu na Uvuvi Zanzibar na Wizara ya Uvuvi na Mifugo Tanzania Bara kikiongozwa na mawaziri wa wizara hizo. Dr. Bashiru Ali Kakurwa, waziri wa Wizara ya Uvuvi na Mifugo, anasema nia ya kikao hicho ni kuimarisha ushirikiano na kukuza ufanisi katika sekta ya uvuvi, hasa eneo la Bahari Kuu, ili sekta hii izalishe ajira nyingi zaidi kuliko ilivyo sasa, itoe mchango mkubwa wa kiuchumi kwa mapato ya ndani, lakini pia hata kwa mauzo ya nje kama tukijipanga vizuri. Aidha, Dr. Bashiru amefahamisha kuwa kukutana kwake na waziri wa Uchumi wa Buluu na Uvuvi Zanzibar ni katika adhma ya kuimarisha muungano na mashirikiano katika taasisi za muungano. Kuimarisha ushirikiano katika uendeshaji wa shughuli za serikali zote mbili kama njia ya kuimarisha na kudumisha muungano wetu pamoja na mapinduzi ya Zanzibar. Mapema, waziri wa Uchumi wa Buluu na Uvuvi Zanzibar Masudi Ali Mohamed amemhakikishia waziri Dr. Bashiru kuwa Wizara ya Uchumi wa Buluu na Uvuvi Zanzibar itashirikiana na Wizara ya Uvuvi na Mifugo. Kikao chetu ni kubadilishana uzoefu, kujenga mashirikiano, ili mwisho wa siku ni kuimarisha utendaji utakaoleta mafanikio na kuleta matokeo chanya kwa wananchi na nchi yetu au nchi zetu. Kasim, Channel 10, Zanzibar.
Siku chache baada ya Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Mwigulu Lameck Nchemba kutoa taarifa ya serikali kuhusu hali ya ukame nchini, mkoa wa Dodoma umepitisha maazimio 12 yakilenga kukabiliana na athari za ukame huo. Miongoni mwa maazimio hayo ni kuwataka maafisa ugani kuwashauri wakulima kulima mazao 7 yanayostahimili mvua chache ambayo ni viazi, mtama, alizeti, uwele, ufuta, mihogo na mbaazi. Maazimio hayo yamepitishwa katika kikao kazi kilichowakutanisha maafisa ugani, wawakilishi wa taasisi mbalimbali chini ya Wizara ya Mifugo na Kilimo na mkuu wa mkoa wa Dodoma Rosemary Sinyamule, ambapo wametakiwa kutumia kikamilifu ujuzi wao wasaidie wakulima katika kipindi hiki. Tumekubaliana twende kuwafundisha na kuwahimiza wakulima kupanda mapema. Kama mvua ni chache, akihimisi wiki 1 au 2 ndio akaja kupanda, tayari amemisi muda mrefu sana kwa hizi mvua ambazo zinanyesha kwa muda mfupi. Pia mkuu wa mkoa ameelekeza taasisi zinazohusika na uzalishaji, usambazaji na uuzaji wa mbegu kusimamia ubora na kutoa onyo kwa wauzaji wa mbegu feki kuwa watachukuliwa hatua za kisheria, huku baadhi ya maafisa ugani wakieleza namna watakavyotekeleza maazimio hayo. Pia walinde ubora wa mbegu zao taasisi zote ambazo zinazalisha mbegu. Na nitoe onyo kali sana kwa wale ambao wamekuwa na tabia ya kutengeneza au kuleta mbegu feki. Tukiwashika watashughulikiwa kwa mujibu wa sheria. Katika kukabiliana na ukame, nadhani tunaenda hasa kuwasisitiza walime mazao ya chakula ambayo ni mazao yanayostahimili ukame ya mtama, uwele. Walime mazao ya muda mfupi na mazao ambayo yanahimili ukame kama alizeti. Awali, Katibu Tawala Msaidizi sehemu ya uchumi na uzalishaji, Aziza Mumba, aliwasilisha maazimio ya kikao kazi hicho, huku mtaalamu wa hali ya hewa kutoka Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania TMA, Shaban Kondo, akieleza kuongezeka kwa kiwango cha usahihi wa taarifa za utabiri wa hali ya hewa. Lakini pia kuendelea kuelimisha wakulima kutokununua mbegu zinazouzwa kiholela, mbegu na viuatilifu vinavyouzwa kiholela. Kiwango chetu cha kufanya forecast kina accuracy kubwa sana, na watumiaji wa taarifa za hali ya hewa wakiwemo wakulima hawana tena sababu ya kuwa na doubts, kwa sababu usipotumia taarifa za hali ya hewa hasara utaipata mwenyewe. Amani Mbando, Channel 10, Dodoma. Waziri wa Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake, Makundi Maalum, Dr. Dorothy Gwajima amewaagiza wakuu wa mikoa na wilaya kote nchini kuhakikisha wanatatua changamoto za mikopo inayotolewa na serikali kwa ajili ya kuwainua wanawake kiuchumi. Amesema hayo kwenye ziara yake katika wilaya ya Ubungo jijini Dar es Salaam, ambapo amebainisha kikwazo kinachowakabili wanawake kupewa mikopo hiyo ili kujiendeleza. Ni lazima kipatiwe ufumbuzi ili waweze kujikwamua wao wenyewe pamoja na uchumi wa nchi. Nikae na maafisa maendeleo wangu kila wilaya kuniambia kulikuwa na mkwamo gani kwenye mradi gani ambao tayari ulisha qualify, unahitaji fedha na nini kimefanyika, ili tuwakwamue hawa wanawake. Na ziara zangu sasa zitakuwa ni za kwenda kuangalia changamoto zaidi kama hizi. Mkuu wa wilaya ya Ubungo Albert Msando amesema kikundi hicho cha Mama Kwanza kimekwama kuendeleza majukumu yake kutokana na kutopata mkopo wa milioni 6 licha kupatiwa milioni 20. Kwa maana kama hichi kiwanda kingekuwa kinafanya kazi leo, tuna vijana 20 ambao wangepata ajira au wangepata kipato kupitia kuleta hii malighafi ya mawese hapa inakamuliwa, na wao wakapata kipato kupitia mashine hizi. Sisi andiko letu la mwanzo kabisa lilikuwa ni milioni 89. Tukiwa tumeambatanisha na ujenzi wa banda, kwa sababu kama unavyoona tulianzia pale kwa mikono. Sasa tukaona ili tuhifadhi hizi mashine vizuri, tukiomba mkopo wa kutosha kuweka banda vizuri na uzio vizuri, kwa sababu hizi ni mali za serikali. Kutoka Dar es Salaam, Beatrice Eric, Channel 10. Watafiti kutoka vyuo mbalimbali nchini wameshauri serikali kuangalia uwezekano wa kuweka mwongozo rasmi na wa pamoja utakaowaunganisha wataalamu wa kada mbalimbali ikiwemo afya na elimu, ili waweze kutoa elimu ya afya ya uzazi na jinsia hasa kwa watoto, hatua ambayo itasaidia kujenga uelewa kuhusu masuala ya afya ya uzazi na hatimaye kuwa na jamii iliyo salama. Wito huu unatolewa na watainiwa
wa kuwasilisha matokeo ya utafiti uliofanywa juu ya masuala ya afya ya uzazi kwa mikoa ya Tabora na Katavi. Mwanahabari wetu Upendo Salu ana taarifa zaidi. Watoto wakati tunaanza walikuwa wanasema muda mwingine ukiongea na mtoto wa mama unamfundisha akayafanyi. Bora tunyamaze. Hii ndiyo hali halisi iliyopo katika jamii yetu juu ya elimu ya afya ya uzazi, huku sababu ikitajwa ni kutokuwa na uelewa wa kutosha juu ya masuala haya. Kwa kuliona hili, wataalamu kutoka Chuo Kikuu Huria cha Tanzania kwa kushirikiana na vyuo mbalimbali vilivyopo nchini na nje ya nchi vikiwemo UDOM, Muhimbili, Sauti, Chuo Kikuu cha Rwanda na Chuo Kikuu Ruben cha nchini Ubelgiji wamefanya tafiti mbalimbali kupitia mradi wa elimu ya afya ya uzazi na jinsia ambao umetekelezwa kwa kipindi cha miaka 3 katika mikoa ya Tabora na Katavi. Lengo ni kuwajengea uwezo wataalamu wa afya, walimu, wazazi na wanafunzi. Zaidi ya wanafunzi 800, wazazi 790 na wataalamu 32 wamefikiwa. Aim kubwa ya mradi wetu ni kuwaweka wataalamu pamoja, kuwachukua wataalamu wa afya ambao wamekuwa trendy specifically kufanya hizo kazi na kuchukua walimu ambao ni walezi wa kwanza lakini ambao wanakaa na watoto muda mrefu, wakae pamoja, wafanye kazi pamoja na kuwasaidia watoto. Sasa challenge inakuja, wataalamu wa afya wametrainiwa hospitalini na wao wanatumia lugha zao za kitaalamu. Walimu wao ni wazazi. Wazazi kuna namna yetu tunaongea. Kuna muda tunataka kuongea vile lakini tunataka kuongea kwa uficho. Kuwe na njia rasmi za mazungumzo ya mara kwa mara kati ya sekta zinazohusika ambazo ni watafiti, walimu, watoa huduma za afya pamoja na wazazi mapema. Akizungumza baada ya kupokea matokeo ya tafiti hizo kwa niaba ya mkuu wa mkoa wa Tabora, mkuu wa wilaya Sikonge Thomas Mihinga amewahakikishia kuanza utekelezaji wa mapendekezo yaliyotolewa kwenye tafiti, huku akibainisha kazi kubwa inayofanywa na serikali katika kuboresha sekta mbalimbali ikiwemo ya afya na elimu. Haya ya utafiti na mapendekezo yake tunayapokea kwa mikono miwili, kwani tayari tuna rasilimali ya kutosha kutekeleza mapendekezo husika. Hivyo matokeo haya ya utafiti huu yanachagiza utekelezaji wa matakwa ya kisera na dira ya taifa maendeleo ya taifa mwaka 2025 hadi 2050. Watoto walikuwa na vitu moyoni mwao, lakini anahisi kwamba akimwambia mzazi atamchapa, atapata aibu na mambo mengine. Lakini kupitia huu mradi watoto wetu sasa hivi wanafunguka. Kutoa elimu ya afya uzazi sio kikomo hapa, bali endelee. Na sisi ni mawakala wakubwa. Kutoka Tabora, Pendo Salu, Channel 10. Jumla ya watainiwa 4414 wa uuguzi na ukunga waliokidhi vigezo jana wamefanya mtihani wa usajili na leseni wa Baraza la Uuguzi na Ukunga Tanzania kwa lengo la kupima umahiri wao kabla ya kuanza kutoa huduma. Mwanahabari wetu Leonard Mwacha kutoka kule Dodoma ana taarifa zaidi. Hayo yamebainishwa jijini Dodoma na msajili wa Baraza la Uuguzi na Ukunga Bi Agnes Mtawa wakati akitoa taarifa kwa umma kuelekea mtihani huo utakaofanyika Disemba 19 mwaka huu na kuweka wazi malengo ya mtihani huo. Hawa watainiwa wanakwenda vyuoni, wanasoma, wanamaliza kutoka nchini na kutoka nje ya nchi. Kwa hiyo wote wanaungana katika kufanya huo mtihani. Lengo letu sisi, kwa sababu sisi tunatoa leseni sasa ya kumruhusu huyu mtaaluma kwenda kutoa huduma, lakini tunataka kujihakikishia ana ule weledi wa kiuguzi, ndio lengo, kabla hatujamruhusu kwenda kutoa huduma kwa wananchi. Aidha, Bi Agnes ameonya juu ya vitendo vinavyokiuka maadili ya fani hiyo ya uuguzi na ukunga. Lakini hao wanaokwenda kinyume cha maadili, hawa ni tabia zao tu, kwa sababu hata walio na umahiri na weledi wa juu, lakini kuna ambao tabia zao zinafanya wakiuke maadili. Katika mtihani huo, jumla vituo 6 vimeainishwa kutoka mikoa mbalimbali ikiwemo Dar es Salaam, Mwanza, Dodoma, Iringa, Arusha na Tabora. Kutoka jijini Dodoma, Leonard Mwacha, Channel 10. Wananchi wa kata ya Mawengi na
wilayani Ludewa mkoani Njombe wameridhia kutoa zaidi ya ekari 120 za ardhi ili zitumike kuwekezwa kwa ujenzi wa uwanja wa ndege utakaowezesha fursa mbalimbali za ajira na uchumi kufunguka wilayani humo. Ndugu wananchi, hoja ambayo ipo hapa juu ya uwanja wa ndege. Je, tunakubaliana na huo uwanja ujengwe kwenye kijiji cha Mlila? Tunapongeza kwa ujio wa wawekezaji kwenye kututoa katika kipengele cha ushamba, kwa sababu hata watoto wetu kushona ndege ingekuwa changamoto. Sana na binafsi kama kijana tunalipokea. Ni baadhi ya wananchi kutoka kata ya Mawengi wakizungumza katika mkutano mbele ya mkuu wa wilaya ya Ludewa Olvanus Thomas, ambaye amefika katika kata hizo kuutambulisha mradi huo wa ujenzi wa uwanja wa ndege, ambapo katika mkutano huo mkuu wa wilaya ya Ludewa ametoa ufafanuzi kuhusu ujenzi huo. Ujio wangu huu ni kwa ajili ya kuomba ridhaa kutoka kwa wananchi mkubali ardhi hiyo ya kijiji itumike kwa ajili ya kujenga kiwanja cha ndege. Lakini wakati wa kuomba ridhaa hii ni kwamba vigezo na masharti yote vya upatikanaji wa hilo eneo ni lazima utazingatia taratibu za kisheria, ikiwemo wale watu ambao wataguswa na maeneo yao yataombwa kuchukuliwa, basi watalipwa fidia. Imeshafanyika hivyo tayari katika kijiji cha Mkiu, ambapo nako tumepata wawekezaji wanaojenga kiwanda cha kuchakata madini adimu ulimwenguni, rare earth elements, pale Mkiu. Wameshalipwa fidia, na pia kijiji kilikuwa na ardhi yake imepata almost milioni 144. Katika mkutano huo mwenyekiti wa kijiji cha Mawengi Humphrey Atanasio ametumia wasaa huo kumthibitishia mkuu wa wilaya kuwa wananchi hao wameridhia kujengwa kwa kiwanja cha ndege ambacho kinatarajiwa kuleta fursa za ajira na maendeleo ya kiuchumi wilayani Ludewa. Nataka nipate majibu kwenu. Mnasemaje kuhusiana na hiyo shughuli ya ujenzi wa uwanja? Mnakubali au hamkubali? Naona sauti ni chache. Tunakubali. Mara pili. Tunakubali. Nadhani mheshimiwa mkuu wa wilaya amelipokea kama nilivyosema. Kutoka wilayani Ludewa mkoani Njombe, Michael Patrick, Channel 10. Watanzania wapatao milioni 5.3 sawa na 8% ya wananchi waliojiunga na huduma ya bima ya afya hawana uelewa wa kutosha kuhusu mfuko huo kutokana na mwamko mdogo, hivyo kuhitaji mikakati ya kutoa elimu ya bima. Mkurugenzi wa huduma za wanachama wa mfuko wa taifa wa bima ya afya NHIF Dr. Alphonse Chanika ametoa tathmini hiyo wakati wa uzinduzi wa utoaji wa elimu ya bima ya afya kwa wote mkoani Mwanza inayohamasisha jamii kujiunga na bima. Bila afya uwezo kufanya shughuli yote ya kiuchumi. Kwa hiyo wananchi wakielimishwa kupitia hizi elimu tunazozitoa na wakajitokeza kwa wingi wakachangia katika mfumo huu wa bima ya afya kwa wote, tunaona kabisa kwamba kiwango kinachozungumzwa ni kiwango kidogo cha chini, kwa sababu 1.5 kwa kaya ya watu 6. Kutokana na tathmini hiyo, mkuu wa mkoa wa Mwanza Saidi Mtanda amewaagiza wakuu wa wilaya kuhamasisha wananchi kujiunga na mfuko huo ili kuondoa matabaka ya kipato katika upatikanaji wa huduma ya afya. Wale wenye afya njema pia wanatumia fedha zao vizuri katika kuimarisha uchumi wao. Lakini endapo hutakuwa na afya salama na njema na hutakuwa na uhakika wa matibabu kwa wakati, hata huo uchumi wa familia hauwezi kukua. Lengo kuu ni kila mwananchi kuwa na bima ya afya. Tunatarajia bima hii itasaidia sana kutatua changamoto mbalimbali kwa wananchi, kwanza kuhakikisha uhakika wa matibabu bila kikwazo muda wowote. Tunajua ugonjwa wa upigi hodi. Kando ya mkutano wa wadau, viongozi na baadhi ya wananchi wakapata wasaha wa kueleza mitazamo walionayo. Tunaamini kwamba itaenda kuwasaidia kwa sababu kwa kujiunga na bima hii ya NHIF itawasaidia kwenda kutibiwa popote kwenye hospitali mpaka zile za rufaa. Kwa hiyo kwa mwananchi itakuwa imemsaidia. Tumepata faida kubwa, na hotuba ya mkuu wa mkoa ilikuwa kama mwongozo na imetutia hamasa kwenda kuambia watu wetu. Na unajua jinsi hivyo yameingia vizuri na sitakuwa walimu wazuri kwa wazee wenzetu, na kwenye mikutano itasaidia viongozi mbalimbali kwa kuelimisha wananchi pamoja na hasa makundi maalum. Mfuko wa bima ya afya kwa wote ulianza utekelezaji rasmi mwaka huu baada ya Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania
kuridhia kupitia mapendekezo mbalimbali yaliyotolewa na wabunge ambao ni wawakilishi wa wananchi. Henry Kavirondo, Channel 10, Mwanza. Na sasa ni ngwe ya michezo ambako tunaelezwa timu ya mpira wa wavu kutoka mkoani Morogoro imeaga mashindano ya ligi hiyo inayoendelea katika viwanja vya Chinangali Park jijini Dodoma, huku wakionyesha kutoridhishwa na hukumu iliyotolewa na mwamuzi wa mchezo kati yao na Kagera. Katikati ya mchezo, mgogoro unaibuka kati ya timu ya Morogoro na mwamuzi. Wanaambulia kadi ya njano, nyekundu na kupoteza alama inayowapokonya seti iliyokuwa kama almasi mikononi mwao. Bukoba Kagera walikuwa wana fault ya refa hajaiona. Naenda kumwambia refa, ananiambia mimi sijaona. Akaja libero ndo akaja akamwambia. Akana alivyotuongea akapiga kadi, afa walikuwa wana game point. Kadi nyekundu ukishapigwa anaongeza point moja. Kwa hiyo game ikawa imeisha. Ile ichangia kwa sababu ile seti ilikuwa ni muhimu sana kwetu. Maana ikachangia watu wakapoa, hata game ya mwisho mcheza tupo down japokuwa tumeshinda. Kwa upande wa mwalimu, yaliyotokea sio mageni kwake, hivyo hana sababu ya kumlaumu mwamuzi, huku akiwatakia wapinzani wake kila laheri. Hakuna kitu kipi ambacho hajaridhika nacho, lakini nadhani kuna muda kwenye game wachezaji wangu walikuwa wanalalamikiana sana na referee kutokana na referee decisions, lakini sometimes hata referee ni binadamu, anakosea. Pindi anapokuwa anakosea ni sehemu ya mchezo, ila nadhani ni tempa tu ya mchezo. Baadhi ya wachezaji waliweza kutoka kwenye game na kuanza kumwattack refa, tukapewa kadi nyekundu na mpinzani akapewa pointi na akashinda ile set, which is ile set ingekuwa muhimu sana kwetu kusonga hatua inayofuata. Kwa hiyo ni kidogo ni tempa ya game ile tutoa uwanjani. Niwatakie kila laheri, wana timu nzuri, timu yao sio mbaya, ni timu nzuri japo tumeifunga leo, lakini timu nzuri inaweza kuendelea kushindana. Wengine walioaga mashindano hayo dakika za jioni ni pamoja na Kilimanjaro, Tabora na Mtwara kwa upande wa wanaume, huku kwa upande wa wanawake wakiwa ni wenyeji Dodoma, Mtwara na Kilimanjaro, na waliosalia wametinga nusu fainali. Leonard Mwacha, Channel 10, Dodoma. Na mwisho wa taarifa yetu ya habari. Baada ya muda mfupi tutapata fursa ya kuangalia vichwa vya habari vilivyopigwa kipaumbele katika magazeti yaliyotufikia hivi leo. Endelea kuwa nasi.